na mumewe, watoto hawajui kinachoendelea. Kwa sababu gani? Yeye mama ndiyo mlezi pale. Hata mume ukitaka watoto wajue, njooni hapa, kila mmoja akaje hela zake, nimpe shilingi ngapi aende kanunue nguo za sikukuu, unajichosha. Mama ndio kila kitu. Kwa hiyo malezi haya ukiona yanaharibika, ujue changamoto hii inaanzia kwa mama. Tunavyosema al-ummu madrasa, mama si ndio shule mnavyosema. Watu wa hekima tangu zama hizo wewe hujazaliwa, babu zako hawajazaliwa, msemo huu uko, al-ummu madrasa idha adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raq. Mama ni madrasa, ukimwandaa vizuri kabisa basi umeandaa taifa ambalo lina misingi mizuri. Sasa unaje kama unakwenda madrasa? Maana madrasa kwa lugha ya Kiswahili ni shule. Kama unaenda shule alafu uko shule kwenyewe mwalimu hajui kufundisha, utakuwa na shule hapo? Unaenda shule kwenyewe mwalimu hakusomea namna ya kufundisha, na anasema teaching is an art au teaching is science. Wewe mama hakusomea kufundisha, utakuwa na mwanafunzi hapo kweli? Kwa hiyo ina maana kuna changamoto kubwa upande wa malezi, kwa sababu kina mama pia wengine hakujiandaa kulea, kujiandaa kulaumu tu mtoto wako hivi na hivi. Kwa hiyo changamoto za upande wa familia ziko nyingi. Ukiacha mambo ya maisha na mashemeji, uzungumzie sehemu mbili tu, yani upande wa ndoa na upande wa malezi. Changamoto ya mwisho tumesema changamoto ya nini? Naam, ya teknolojia, yani tahadiyatu at-teknolojia. Na hapa changamoto ya mitandao hii kama tunavyoiona au ya teknolojia, kwanza ni suu istikhdami alwaqt, ni matumizi mabaya ya ule muda. Sio kwamba mambo ya mtandao ni mabaya yenyewe kama yenyewe, wewe unaotumia ndio unaharibu. Kwa sababu mtandao leo hii watu wamepata elimu kwa sababu ya mitandao. Watu wanapata pesa kwa biashara halali kupitia mitandao. Mtandao sasa hivi ndio kila kitu. Ukizima mtandao tu leo hafla pop, nusu saa tu mabilioni ya pesa yanapotea kwa sababu tu ya mtandao. Ukiangalia kwa mfano Oktoba 29 mwaka jana, wakati wa uchaguzi, kwa kuna maandamano kidogo, na kama siku tatu baadaye mtandao ulizimwa pale, mambo ya internet. Watu walipoteza pesa nyingi mno, mambo yao wengine yakaharibika kabisa. Licha wale watu ambao katika TikTok mtu anaingia kama kuleta tu vurugu, kuna watu ambao ni kazi kabisa, mtu anafanya biashara halali. Kwa hiyo mitandao ni mizuri, lakini sasa changamoto yake ni matumizi mabaya ya ule muda. Kwa mfano, mtu anaweza kaingia katika TikTok mathalan, mwingia TikTok, unapeleka tu par, mara kimekuja hiki, par unapeleka tu, mara kimekuja hiki, mara umecheka, mara umenuna, mara umecheka, mara kawaida. Yani huachi mpaka unaambiwa bwana umetumia 75% ya bando lako. Ndio unaanza kushtuka. Sasa kumbe hela zinaenda. Kama usingejiuliza kama umetumia 75%, ungeendelea kuperuzi tu mpaka dakika ya mwisho. Na ndio maana mtu usiku mwingine halali kwa sababu ya mambo hayo. Hii ni mtandao tu. Kama ni mtu wa vichekesho, watu wa vichekesho tu. Kama ni mtu wa mambo ya mapenzi, unaletewa za mapenzi tu. Kama mtu wa mambo ya siasa, unaletewa za siasa. Mchanganyiko. Utakutoka umetoa hiki, utakutoka umetoa hiki, utakutoka. Kwa hiyo ni hali ambayo sasa hivi inaumiza hasa vijana. Watu wakajiposti wakasema vitu ambavyo si vya sawa, wakati Qur'ani inatukataza au anatuambia wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Yani wewe usiseme kitu ambacho huna elimu nacho, ukawa wewe umejitia kimbelembele, ukawa unazungumza vitu ambavyo huna elimu nacho.
Sasa njooni katika changamoto, ufumbuzi wa changamoto hizo. Changamoto ambazo tumezitaja ndugu zangu, ufumbuzi wake ni ufumbuzi mnao, lakini mimi nitatoa hizi baadhi tu ya dondoo. Alhululu fi dawi alqur'ani wa sunna, ufumbuzi wa hizi changamoto kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Ufumbuzi namba moja, atamassuku bid-din. Kwanza kabisa ni kushikamana na dini ya Kiislamu. Wewe mama wa Kiislamu ujishike kabisa na dini yako. Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na dini ya Allah. Hii kamba hapa ni dini, bihablillahi jami'an, shikamaneni na dini ya Allah nyote wala msitengane. Kwa maana hiyo sasa wewe umelazimishwa na Mola wako mlezi ushikamane na dini. Kwa hiyo kushikamana na dini ni wewe kushikamana na dini yako na pia kuwa pamoja na wenzako kupitia ile jambo ambalo ni la dini. Kwa hiyo shika dini yako barabara. Kushika dini maana kutekeleza ile maamrisho yake Allah anayokuambia. Swali sala zako 5 hizo. Funga saumu yako ya Ramadhani. Kama ni sunna za kufunga, funga sunna zako hizo. Jistiri kama mwanamke wa Kiislamu. Fanya mambo yako ya kihalali, kuwa na heshima, kuwa na haya. Shikamana na dini. Kufanya hivyo, ufumbuzi wa matatizo yako utapatikana. Namba 2 ni hili, talabul ilmi, kutafuta elimu. Kutafuta elimu. Kama katika nyinyi kina mama kuna ambao hawatafuti elimu, yani wapo tu, yeye kumekucha asubuhi, ameosha vyombo, amepika chai, ametulia, amekaa kwenye sinema zetu, amekaa kwenye Azam gani, amekaa kwenye channel gani, yeye anaangalia kazi yake ni michezo. Anapika, anakula, michezo. Anapika, anakula, michezo. Anapika, anakula, anakwenda kuzika, anakula, anakwenda. Yeye elimu hamna kitu. Ujui hapo ni tatizo. Mtume anasema katika hadithi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah anamtakia kheri mtu, basi huyo mtu Allah anamfahamisha dini, yani anakuwa mweledi, anakuwa na ujuzi katika dini, yani anafahamu dini yake vizuri. Sasa kinyume chake, sasa kama wewe Allah hajakutakia kheri, itakuwa dini huijui. Sasa kwa nini usijue sasa? Kwa hiyo jitahidi ujue dini. Wala usijali kama unasoma madrasa ni mtu mzima. Wewe ni mtu mzima kuliko wao kina mama Khadija huko. Mama Khadija amekufa na miaka 65 takriban. Na mtu alikuwa anasoma kwa mumewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na miaka 20, 30, 40, 50. Sasa mimi nishakosa mtu mzima. Mtu mzima wako uko wapi? Ingawa semaje kina mama nao mtu aweza kaja kaelewa chochote, ni story tu. Ufumbuzi wa 3, taqwiyatul usra, kuzitia nguvu hizi familia. Familia ziwezeshwe, zitiwe nguvu. Na hii familia tuliokuwa tumezungumza pale, kama mlivyoona, tumezungumzia migogoro ya kindoa pale na malezi ya watoto. Sasa tutie nguvu katika masala haya ya ndoa na malezi ya watoto. Na hili jambo la kifamilia ni jambo ambalo ni very complicated, ni gumu, kwa sababu katika vitu ambavyo mtu anavifanya alafu akapewa cheti, yani anapewa cheti kabla bado hajanani, ni mambo ya ndoa. Ndoa unaozesha kwanza, yani ushaingia katika ule mtanange wenyewe ule, ndio unapewa cheti. Lakini mambo mengine kwanza unakuwa unajifunza huko, unafanya kila kitu, alafu baadaye ndio wewe umemaliza. Lakini ndoa hii inakuwa tofauti kidogo. Umempenda mume, umempenda mke, mwaozeshwa. Sasa huko ndani ya hiyo ndoa ndio mnaona kizaazaa. Kwa sababu anamruhusu kukaa pamoja kabla hamjaoana. Kwa hiyo sasa unachokuta huko ndani ni chako wewe na kijua mwenyewe kitakachokusibu. Kwa hiyo tuzitie nguvu familia zetu au ndoa zetu hizi. Kwanza kwa wale ambao hawajaolewa, kwa kukubali kuolewa na mtu ambaye anampenda. Sababu katika mambo yanayovuruga ndoa
ni kuolewa na mtu ambaye usiyempenda. Utakuwa unaishi naye tu, lakini mapenzi yani kwa kweli unaenda tu. Olewa na mtu ambaye unayempenda. Yale masala kwamba bora wewe anapumua tu, yoyote aje bora wewe anapumua, hao ni maneno tu kwa sababu umechoka, lakini kihalisia sasa huyu anayepumua na akija ukikaa naye kwa muda wiki moja tu sema bora vile vile usingo madha. Ndio maana Mtume akatuambia watu wachague. Allah ametuambia fankihu ma taba lakum, ni wanaume oweni mnaowapenda. Unaona? Kwa sababu ukimwa mtu ambaye humpendi ndio atakuwa na shida. Sasa kinyume chake pia mwanamke anaolewa na mtu ambaye anayempenda. Hivyo hivyo unakuja mtu ambaye humpendi, basi unairisha ndoa. Na kutia nguvu katika malezi ya watoto ni kwa baba na mama washirikiane wote. Baba akija hata kama amechoka anatakiwa aulize, je, watoto vipi, wamekwendaje? Mambo takiwa kuchukua majukumu, kama baba achukue majukumu yake, mambo yasonge mbele. Ufumbuzi wa 4 jamani ni alkasbul halal, chumo la halali. Tumeona kwamba kina mama wengi katika mambo ya uchumi ni tegemezi, na si mbaya kama utegemezi huu ni kwa mumeo na mumeo ana uwezo. Unakuta mwingine ni tegemezi lakini utegemezi wake si kwa mume, mtegemezi kwa wanaume wavulana, au ni tegemezi pengine katika ngazi za familia tu, namtegemea ndugu